Mchanganyiko wa hasira na huzuni umewakumba wakazi katika mtaa wa Mjabere eneo bunge la Kisauni katika kaunti ya Mombasa baada ya msichana wa miaka 11 aliyepotea siku ya Jumamosi kupatikana amenajisiwa na kuuawa. Kwa masikitiko na uchungu wa mwana, mamaye binti huyo sasa analilia haki. Tobias Chanji anaarifu. Picha hii sasa imesalia kuwa kumbukumbu ya Glorious Kaizen, mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya Burhania. Mamake Glorious, Elizabeth Barnaba, anasimulia jinsi Glorious alivyokuwa mtoto mchangamfu. Mama anauza uji tu. Glorious aliondoka nyumbani kwao siku ya Jumamosi baada ya kutumwa na mamake, ila mwili wake ukapatikana siku chache baadaye ukiwa na majeraha ya kunajisiwa na kumwagiwa kemikali na kuwekwa kwenye gunia. Kifika nakuta kifurushi kimekaa kama gunia, kumbe ni mtoto wangu yuko hapo. Wamemfunga mikono na miguu. Huu mguu juu, mikono juu, macho pia wamemfunga. Licha ya kuwa amemmaliza, amemfanyia kitendo cha kinyama, bado amerudi, amemuua, amemmwagia acid, amemchoma paka na acid, na kitendo alichomfanyia mpaka amemfunga kamba kiunyama. Jamii pamoja na viongozi waliofika mapema kwenye eneo la mkasa sasa wanataka haki kutendeka, huku wakazi wenye ghadhabu wakiandamana wakitoa makataa ya uchunguzi kamili kuanzishwa na wahusika kukamatwa. Msichana wangu wa kwanza, mimi maisha yangu ni yale ya jua kali. Ni koroge uji niweke kwa kichwa ukiwa moto, nizunguke nikiuza. Mimi nalaani hichi kitendo na naomba serikali. Haya masala yamekuwa ni mengi sana. Imepita zaidi ya masaa 72 na mpaka sasa hatujapata hata fununu yoyote. Hii kesi muifanyie bidii, mhalifu apatikane. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Mombasa. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo ya kuhuzunisha na nifikisha mwisho mwa taarifa za mbiu ya KTN alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote walifanikisha taarifa hizi, nasema shukrani za dhati kwa kuwa nami hadi mwisho mwa taarifa hizi. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa na mwenzangu Wilson Mushora amekuwa akitafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri, na kwa Waislamu wanaadhimisha Eid kesho, Eid Mubarak.